ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا وحبيبنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Watukufu wa Islam, jana tulimalizia kuzungumza akhbari za Sayyiduna Idris alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Tukafika sehemu faraaina kaifa qudiya ala nabiyillahi Idris, vipi alifariki na wapi ilipochukuliwa roho yake, kama alivyosema Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, faqad rafa'ahu makanan aliyya. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala, ta'alau linatanawala hadha almawdu' sawiyan. Madha ba'da Idris? Maudhui yetu ya leo, nini kilichotokea baada ya Nabii Allah Idris alayhi salam? Baada ya kufa kwa Nabii Idris, umma wote ulioachwa na Nabii Idrisi ulibakia katika tauhid bila ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Tauhid yani hakukuwa na Mungu mwingine anayeabudiwa pamoja na Allah. Maasiya yalikuwepo, na tulitaja maasiya yalianza kutokea mwenyewe Adam yupo. Yani watoto wa Adam wapo waliokuwa wakifanya maasi, fujur, zina na vitu vingine katika ule upande wa watoto wa Qabil, kama nilivyoeleza katika kisa cha Nabii Allah Adam alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo maasiya yalikuwepo, lakini maasi ya shirki yalikuwa hakuna. Watu wote walikuwa wako katika tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu peke yake bila ya mshirika. Kwa hiyo umma ulikuwa ni umma mmoja, na Qur'ani hivi ndivyo inavyoeleza. Katika suratul Baqara Allah anasema kana an-nasu ummatan wahida, watu walikuwa ni umma mmoja. Sasa ni watu gani hao wanaoelezwa kwamba walikuwa umma mmoja? Ndio hawa tunaowaelezea leo, kutokea Nabii Adam mpaka kufika kwa Nabii Idris. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq liyahkuma bayna an-nas fima ikhtalafu fihi. Yani watu walikuwa ni kundi moja, la inhirafa fihim, la shirka, hakuna shirki ndani yao, hakuna kumwabudu asiyekuwa Allah, pamoja na kwamba maasi yalikuwepo. Lakini kila siku zilivyokuwa zinakwenda, kukawa kunajitokeza mambo fulani fulani katika jamii ambayo iliachwa na Nabii Idris. Katika kundi hili la watu waliokuwa wacha Mungu, walitokezea baadhi ya watu ambao wakawa maarufu sana kwa ucha Mungu wao, bali walikuwa kipigiwa mfano katika takwa walizokuwa nazo, hata asbaha an-nasu yaqtaduna bihi, mpaka watu wakawa iqtadau bihaulai alqaum, wakawa wanawafuata na wamewafuata kwa uchamungu wao na akhlaqi zao na silatur rahim na kuunga koo walivyokuwa. Yani walikuwa ni mithalan ala nnas, na walikuwa wanajulikana kwa majina. Mmoja alikuwa akiitwa Wuddud, wa pili alikuwa akiitwa Yaghuthun, wa tatu alikuwa akiitwa Yauqun, na wanne akiitwa Nasra. Wad, Yaghuth, Yauq wa Nasra. Hawa watu walikuwa ni katika vipindi ambavyo Nabii Allah Idrisa ameshaondoka.
Yaghuth, Yauq, Suwaa na Wudd na Yauqa. Hawa watu watano ni mashekhe na ulama wa hali ya juu sana katika kipindi hicho, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwajalia wakawa wana nasibu kubwa katika ibada. Ikafika wakati nao wakawa wanakufa mmoja baada ya mwingine, pamoja na umri wao kuwa mrefu, lakini imefika mahali Wuddun anaonekana yanamu ala firashil maut. Watu wake, jamaa zake, wanafunzi wake wanakuja kumzika, wanalia, machozi yanawatiririka na huzuni inakata nyoyo zao, kwa sababu mfano wa mtu aliyeondoka hautoweza kupatikana tena. Yaghuth anafuatia, Yauq anafuatia, Suwaa anafuatia, Yauq, Nasra anafuatia. Wote watano wakaondoka katika dunia mmoja baada ya mwingine. Sasa kipindi ambacho walikuwa hawapo hawa mabwana kilikuwa ni kipindi cha huzuni sana, kwa sababu lan yajidu amthalahum ba'dahum, hawatopata watu watakaokuja kureplace zile darsa na vile vikao walivyokuwa wakikaa na kuviendesha hawa watu. Na hili ni jambo la kawaida katika jamii. Sisi tumeondokewa na watu wakubwa katika nchi yetu hii. Mashekhe wanapotajwa na ulama, unasikia vipi mpaka amekufa huyu, unakaribia kukufuru kwa ule uzito wake. Kwani ataondokaje mtu kama huyu? Kwa nini asife fulani? Unasema bora angekufa fulani akabakia fulani, kwa sababu ya hidayah waliokuwa wakiitoa kwa watu na ilmu yao ilivyokuwa ikileta nuru. Lakini wote wanakwenda kwa Allah jalla jalal. Unaweza kuona watu wanalia siku ya kufa mtu fulani, si kwa sababu tu kwamba amekufa, la, yale ambayo ameondoka nayo watu yapata tena. Aliwahi kwenda bwana mmoja kuomba angalau asali kwa mmoja katika aghniya walioachwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sahaba. Yule bwana kaenda na chupa yake ndogo hivi, kwenda kuomba asali kwa huyu tajiri. Kagonga mlango, akapokewa vizuri, akamwambia naomba kidogo asali kidogo, sababu asali kama ilivyoelezwa katika Qur'ani umuhimu wake ni dawa na hivi na hivi, naomba asali kidogo. Yule bwana aliyeombwa asali kidogo kwa kichupa kile alichokuja nacho, yule bwana akaingia ndani, akaonekana anabeba mtungi mzima, anamletea yule bwana alokuja na chupa. Yeye kaja na chupa ndogo kama hii, lakini bwana katoka na mtungi anampelekea. Akamwambia mimi nimekuja na kichupa changu hiki, naomba kidogo tu, wewe umenitolea mtungi mzima. Lakini hawa watu walikuwa wanaaminiana. Ingekuwa sisi tungemwambia ndo unanikomoa nisije tena. Lakini yule bwana akafurahi ghayat alfarah kwa kuwa ameletewa mtungi mzima. Kisha akamuuliza, maladhi hamalaka ala hadha, kwa nini umeleta mtungi mzima wakati mimi nimekuambia unitilie humu tu kidogo? Akamwambia, wewe ulivyoomba asali umeomba kwa kadri ya hali yako, umeomba kwa kadri ya hali yako ilivyo, na sisi tulivyotoa tumetoa kwa kadri ya hali zetu zilivyo. Mimi si mtu wa kukugawia kichupa kama hicho. Kwa uwezo ambao Mungu amenipa mimi, ni mtu wa kukupa mtungi mzima. Kwa hiyo natoa kwa kadri ya uwezo ambao Mungu amenijalia, amenipa. Yule maskini fukara akatokwa na machozi, kisha akamuuliza kwa mshangao mkubwa, na hapa ndipo tunapokuja kukuta umuhimu wa mtu baada ya kuondoka. Akamuuliza, amithluka yudfan, yani wewe utakuja kufa siku moja wewe? Kwa sababu ukija ukifa sisi nani atatulea kama hivi? Yani unaweza kuchanganyikiwa kwa ule umuhimu wa yule mtu alokuwepo katika dunia. Amithluka yudfan, mfano wako wewe naye pia atazikwa, mfano wako wewe pia naye atakufa. Na
kuna watu wakifa, watu wengi alokuwa anawanusuru kwa njia mbalimbali biidhnillah, anawatizama, anawalea. Wale watu husikitika sana, kwa sababu mfano wake yule bwana sijui kama atatokea tena. Fulani kafa, naam kafa. Watu wanalizana. Kwa nini? Wala hawamuhusu kitu, la, ile ihsani yake alikuwa akiwatendea. Kwa hiyo wanapoondoka watu wakubwa, watu makarimu, watu wenye ihsani kubwa kwa watu hulia sana, kwa sababu wakifikiria kwamba kuondoka kwake ndo kila kitu kimeondoka, zile neema zilizokuwa zikitawanywa na mikono yake ndo nazo zimekufa vile vile, ndo hazitopatikana tena. Watakuja watoto kama tulivyosimuliwa katika Qur'ani, kisa cha ashabul janna ni ushahidi kamili wa hayo. Allah alijalia kuna mtu mmoja kule Yemen mwepesi wa kutoa, na alikuwa akivuna tu anawaita watu wa mji mzima, njoni leo siku yenu ya kuvuna. Shamba lake yeye, lakini hatosheki kuvuna yeye na wanawe, anawaita watu wa mji mzima, anawaambia taala, leo siku ya mazao yenu. Watu wanaijua tarehe ile, wanakwenda mapema, alona polo na gunia, kila mmoja anakwenda pale, anajaziwa, anachukua na kwenda. Ikawa ndo mwendo wake. Wale ikawa hawana haja tena ya kukumbushwa. Wao ikifika ile tarehe, mwaka huu kuvuna tayari, siku fulani, wanakwenda na yule bwana bila ya taksiri anafanya. Lakini je, baada ya kufa yeye ilikuwaje? Watoto waliweka mkutano, wakasema bwana, almalu qalil waliyalu kathir wa abuna kana yal'abu bihadhihi alamwal. Jamani, mnajua mali zimekuwa kidogo na sisi wenyewe tumekuwa wengi, na baba yetu alikuwa akifanya mambo sisi haturidhiki nayo, akimwaga pesa, tuna mali kwa hawa watu, akiwapa maskini nini. Bwana, mwaka huu tubadilishe system, hakuna tena kuingia maskini hata mmoja. Na Qur'ani imesimulia, inna balawnahum kama balawna ashabal janna إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. Aya hizi zinaeleza Mwenyezi Mungu alivyowatilia hasara katika shamba lao lile. Walipotia nia tu kwamba kesho asiingie fukara hata mmoja, maskini hata mmoja, asipate mtu kitu, wenyewe tunahitaji, basi moto uliingia katika shamba lile usiku kabla wenyewe hawajavuna, likaunguza kila kitu. Walipopambaukiwa, walipokwenda wanaitana kwa siri, fatanadau musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sadimin fantalaqu wa hum yatakhafatun. Wanakwenda pole pole, wananyatia, amka, wakati umefika, ili wale maskini wasisikie kwamba hawa wanakwenda kuvuna. Falamma raauha qalu inna ladallun, walipoliona shamba lao kusema silo hili, tumepotea njia. Kumbe ndo lenyewe nia zao zilivyokuwa mbaya na choyo walichokuwa nacho, Mungu amewapa distraction na ufisadi katika mali zao. Sasa watu wanapolia kwamba mtu kafa, wanalizwa na mengi kwa yule mtu. Usije ukafa katika dunia watu wakafurahi kusema alhamdulillah tumepumzika. Mwana yule alikuwa anatuibia, huyu anatuvunjia nyumba zetu, huyu anatutesea watoto wetu, watu wanafurahi kwa wewe umeondoka duniani. La, ondoka duniani watu wawe na huzuni na wewe. Ibn Kathir anasema, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, nazalta min batni ummika bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura, umeshuka katika tumbo la mamako ukiwa unalia na watu wanacheka, wanafurahi. Siku ya kuzaliwa ilikuwa hivyo, nazalta min batni ummika bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna sururan. Wewe unalia, watu wanacheka siku ulipoingia katika hili dunia.
fa'amid ila amalin an takuna yawma mautika idha bakau dhahikan masrura. Sasa fanya kazi ambayo itawapelekea watu siku ya kufa wewe unaondoka, wao wanalia, wewe unafurahi, unacheka. Iwe vice versa. Isiwe umekuja duniani na kilio na siku ya kuondoka unaondoka na kilio. Hapana, ghair hadha an-nidham. Umeingia kwa kilio, utoki kwa kicheko na furaha. Wao ulipoingia walicheka, siku ya kuondoka taban watalia, na watalizwa na mambo mengi. Kwa wuddun suwa'un yaghuthun ya'uqun nasra. Hawa walikuwa ni ashabul fadila, watu walikuwa na ilmu na mashekhi na ulama wakitegemewa. Wakanu mahbubun, walikuwa ni watu wanapendwa na watu wao. Biilmihim wa taqwahum wa zuhdihim, taqwa, elimu na zuhdi na ucha Mungu, wakiongoza watu katika mambo fulani fulani na wakionyesha watu njia kheri katika silatul rahim, mpaka wakawa vipenzi vya watu. Naam, baada ya kufa huzni katanda, watu kila unawaona mji umejiinamia kwa sababu wamekufa mashekhi na ulama. Hapa ndipo alipopata Iblis laanatullahi alayhi njia ya kubadilisha kabisa hali za watu kutoka katika ummatan wahida kuwaleta katika shirki na ilhad. Nini alichofanya Iblis? Aliwaambia, mna huzuni za nini nyinyi? Kaambia, taban mashekhe wetu, ulama wetu, viongozi wetu wamekufa, lazima tuwe na huzuni. Kaambia, msiwe na wasiwasi, takupeni rai. Insibu fi majalisihim, tengezeni tamathil, picha zao, mtawachongea mimi. Huyu shekhe fulani alikuwa pua yake refu kidogo, mwingine pua yake milala kidogo, macho yake yalikuwa makubwa, fesi ile ile. Alikuwa anasema atawachongea sura zao, kisha atawaekea katika vikao vyao waliokuwa kikaa. Si alikuwa kursi yake ni kikao chake hiki hapa, alikuwa kikaa maskani hii, akikaa hapa, mimi nitakuchongeeni mtu yule yule, alafu nitamweka pale. Bila shaka hii itapoza kidogo huzuni zenu, kana kwamba mnamuona. Baadhi ya watu kusema hii fikra nzuri, itatuondoshea na kutuletea taslia, tuwe tunamuona yule kiongozi aliyotutoka, kidogo huzuni itapungua. Akawatengezea Iblis, akawaekea picha, tamathil, masanamu ya wale walioondoka katika vikao waliokuwa wakipenda kukaa. Wenyewe wakipita, fulani ndio bado Hudu yupo, Yauqa yupo, Yaghuthi yupo, wapo watu bado tunaona fesi zao. Hii generation hii haikuabudu sanamu hata moja, na Ibilisi ilikuwa targeti yake sio Hawa, ilikuwa anatizama baada ya Hawa. Yani watu wana mikakati ya muda mrefu, mipango ya baadaye huko. Angalia subra yake huyo Ibilisi. Najua hawa sasa hivi siwawezi hawa, mimi nawapa tu kidogo picha hii, lakini watakaokuja baada ya hapo hao na wachukua jumla. Kwa hiyo targeti yake sio Hawa, ni vitoto vitakavyokuja baada ya hawa wazee. Wabitaba, walipokufa Hawa walikuja watoto wao na watoto wao. Sasa wakaona zile tamathili zimekaa, Ibilisi akaanza kuwashereheshea. Mnajua Hawa ni akina nani nyie? Mnajua historia? Hapana, Hawa si ndio fulani na fulani. La, haulai alihatu abaikum, Hawa ndo miungu wa baba zenu. Kanu yaabudunahum wa yastasquna bihim, walikuwa wakiwaabudu Hawa na walikuwa wakipewa mvua baada ya kuwaomba Hawa, dhiki zao za mitaani zikiondoka baada ya kuwasujudia Hawa. Sasa nyinyi kama mnataka kupotea njia, ghairu hadha nidham. Hapa ndipo ilipoanza ibada ya kuabudu masanamu. Huko kote safi, hakuna ibada ya masanamu, japokuwa dhambi zilikuwa zinatendwa, lakini ibadatu li ghairi Allah lam takun mawjuda qabla dhalik. Sujud lil asnam la, watu wote wanamsujudia Mola mmoja. Kana an-nasu ummatan wahida. Sasa baada ya kuabudu masanamu watu, ndipo Mwenyezi Mungu akawapelekea mtume awatoe katika ibada ile, awarudishe katika ibada aliyoitangaza Nabii Idris na kabla yake Nabii Shith na Nabii Adam.